Naam, nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika mafundisho yetu ambayo yanaendelea kwa wakati huu. Na leo hii nimekuandalia fundisho lingine ambalo kichwa chake ni kwa nini Uyahudi ulipungua nguvu baada ya mwaka wa 70 AD lakini Ukristo ukaongezeka. Hicho ndicho kichwa chetu cha siku ya leo, na ningetaka tu kukukumbusha yale ambayo tulijadili katika fundisho lililopita ambalo kichwa chake kilikuwa ni kwa nini Ukristo uliongezeka na kuenea kwa haraka baada ya kuanguka kwa Yerusalemu na kubomolewa kwa hekalu hapo katika mwaka wa 70 AD. Na tukasema ya kwamba kitovu cha Wayahudi kilikuwa ni hekalu, nacho kitovu cha Wakristo kilikuwa ni Kristo. Manake tulisema kwamba Mungu haishi katika jengo. Kwa hivyo wale wa Kristo walikuwa wana uwezo wa kufungua makanisa, manake haukuwa na gharama yoyote. Manake makanisa yalifunguliwa katika manyumba za watu, katika vikundi, na wakati mwingine walikuwa wanakutana kwa siri. Na kwa hivyo ilikuwa ni rahisi sana kuanzisha makanisa katika kila mji. Lakini sadaka zote ambazo zilihitajika kutolewa katika hekalu na Wayahudi hazikuweza kutolewa tena, manake hekalu ilikuwa tayari imeharibiwa. Kwa hivyo tukasema ya kwamba Ukristo uliweza kuenea katika miji mingi na katika nchi nyingi, kwa mfano Antiokia, Asia Minor, Misri, Roma na mahali na miji mingine mingi kwa wakati huo. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuendelee kuangalia mafundisho ya leo, na tunaona ya kwamba mwaka wa 70 AD ulikuwa mwaka wa mabadiliko makubwa katika historia ya dini. Tunaona ya kwamba Yerusalemu kama mji uliharibiwa na Warumi, nalo hekalu likabomolewa na taifa la Wayahudi likatawanyika. Kwa hivyo baada ya tukio hili tunaona ya kwamba Uyahudi ulipata pigo kubwa sana, na vile vile Ukristo ukawa unaendelea kwa kasi. Tuna hoja 10 ambazo tutajadili kwa wakati huu, na hoja ya kwanza inasema Uyahudi ulitegemea hekalu, Ukristo ulitegemea Kristo. Kwa hivyo tukiangalia Uyahudi kabla ya mwaka wa 70 AD, tunaona kwamba mambo mengi ya dini ya Kiyahudi yalizunguka hekalu, na tunaona ya kwamba sadaka za dhambi, ukuhani, sikukuu ambazo zilikuwa ni nyingi, na mahali pa ibada kuu palikuwa ni hapo hekaluni. Kwa hivyo hekalu lilipobomolewa, mfumo huo ulipigwa pigo kubwa. Na wakati huo Ukristo nao haukutegemea jengo, ulitegemea ambao ulikuwa unamtegemea Kristo, ulikuwa unaendelea. Katika kitabu cha Yohana sura ni ya 2 mstari wa 19, Biblia inasema kwanza kwamba livujeni hekalu hili nami katika siku 3 nitalisimamisha. Kwa hivyo Yesu alikuwa anazungumzia juu ya mwili wake. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba jengo lilipoanguka, Uyahudi ulitetereka, lakini Ukristo ukawa hai na kanisa likawa linaendelea. Katika hoja ya pili ambayo inasema sadaka zilikoma, lakini Ukristo ulikuwa sadaka, lakini Kristo alikuwa sadaka ya milele. Tunaona ya kwamba baada ya hekalu kubomolewa, madhabahu haikuwepo tena na sadaka za wanyama ziliweza kukoma. Kwa upande huo Ukristo, tunaona ya kwamba waumini walioamini Yesu tayari alitoa dhabihu kamili. Na tunapoangalia kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 12, unasema Kristo alikwisha kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi moja hata milele. Na fundisho letu ni kwamba kilichoisha kwa Wayahudi kilikuwa tayari kimetimizwa kwa Kristo. Katika hoja ya tatu inasema Uyahudi ulibaki zaidi katika taifa fulani. Ukristo
ukafunguka kwa wote. Na tunaona Uyahudi, ingawa kulikuwa na waongofu wachache, mara nyingi ulihusishwa na taifa la Wayahudi, sheria za Musa na vile vile mila maalum. Ukristo kwa upande wake ulifungua milango kwa Wayahudi, mataifa mengine, wamaskini, watumwa, wanawake na watu wa tabaka zote. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28, Biblia inasema hamna Myahudi wala Myunani. Na fundisho hili lina maana kwamba imani iliyo wazi kwa wote ilikuwa kwa kasi zaidi. Katika hoja ya 4 inasema utawanyiko wa Wayahudi ulidhoofisha kitovu chao. Na tunaona baada ya vita wengi waliuawa, wengi waliuzwa kama watumwa na wengi walikimbia nchi. Kwa hivyo hakukuwa tena na kitovu cha Yerusalemu kilivyokuwa zamani. Lakini Wakristo walikuwa tayari wameenea huko Antioch, huko Ephesus, huko Rome na vile vile Alexandria. Na fundisho ni kwamba kilichokuwa udhaifu kwa Uyahudi kilikuwa nguvu kwa Ukristo. Katika hoja ya 5 ambayo inasema sheria ngumu dhidi ya neema ya Injili. Tunaona kwamba katika Uyahudi watu wengi wa mataifa waliona vigumu kufuata Taurati, sheria za chakula na vile vile taratibu nyingi za ibada. Kwa upande wa Ukristo tunaona ya kwamba ulihubiri toba, imani katika Kristo, ukahubiri neema na vile vile wokovu kwa imani. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Fundisho ni kwamba watu wengi walivutwa na ujumbe wa neema. Katika hoja ya 6 inasema uongozi wa Uyahudi ulipata mgogoro, lakini kanisa likapata mpangilio. Kwa hivyo tunaona ya kwamba baada ya hekalu kuanguka, makuhani walipoteza nafasi kuu na Masadukai walidhoofika. Mfumo ulipaswa kujengwa upya. Kanisa kwa upande wake lilikuwa tayari lina wachungaji, lina wazee, lina masemasi na vile vile kuna mitume na walimu. Na fundisho ni kwamba mpangilio mzuri husaidia ukuaji. Vile vile katika hoja ya 7 inasema kwamba ushuhuda wa Wakristo wakati wa mateso. Na tunaona ya kwamba Wakristo waliteswa, lakini walionyesha upendo, wakaonyesha kusamehe, ujasiri na vile vile tumaini la ufufuo. Hili lilivuta wengi. Na fundisho ni kwamba tabia ya waumini ni Injili inayoonekana. Katika hoja ya 8 ni unabii wa Yesu ulipotimia, wengi waliamini. Yesu alitabiri katika kitabu cha Luka au Injili ya Luka 21 mstari wa 6, Biblia inasema hayatabaki jiwe juu ya jiwe. Ilipotokea watu waliona Yesu ni nabii wa kweli na Bwana. Na fundisho ni kwamba kutimia kwa neno la Mungu huleta imani. Hoja ya 9 ni swali ambalo inasema, je, Uyahudi ulitoweka? Jibu lake ni hapana, manake Uyahudi ulibadilika na kuendelea kupitia masinagogi, kupitia walimu wa Torati na vile vile jamii za diaspora au ile jamii ambayo ilisabaratika ikatawanyika na kwenda katika nchi zingine. Lakini haukuenea duniani kwa kasi sawa na Ukristo katika karne za mwanzo. Katika hoja ya 10 ni mafunzo kwa kanisa la leo. Na nina point 5 ambazo nataka kuzitilia mkazo hapa. Na pointi ya kwanza ni kwamba tusitegemee majengo kuliko Mungu. Pointi ya pili ni kwamba ujumbe wa neema hufuta wengi. Pointi ya 3 ni kwamba mpangilio mzuri ni muhimu. Pointi ya 4 ni changamoto zinaweza kuwa nafasi ya ukuaji. Na vile vile
pointi ya 5 ni Kristo ndiye msingi wa kweli. Kwa hivyo tunaona ya kwamba tunapohitimiza ni kwamba baada ya mwaka wa 70 AD Uyahudi ulipungua nguvu kwa sababu mfumo wake wa hekalu ulivunjika. Vile vile tumeona ya kwamba Ukristo uliongezeka kwa sababu msingi wake ulikuwa Kristo aliye hai. Kwa hivyo kilichotisiwa ni mfumo wa kale na kilichosimama ni injili ya milele. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 12 mstari wa 28, Biblia inasema kwamba basi kwa kuwa tunapokea ufalme usiotikisika na kadhalika. Kwa hivyo hayo ndio niliyokuandalia siku ya leo. Natumaini ya kwamba umeweza kunufaika na kujua mengi ambayo yanahusu Uyahudi, jinsi ulivyoathirika baada ya kuanguka kwa mji wa Yerusalemu na vile vile kubomolewa kwa hekalu. Kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.